kufika salama katika siku ya leo ya press kabla ya mchezo wetu kesho. Nafikiri maandalizi yetu yamekwenda vizuri. Baada ya mchezo wetu wa mwisho wa CRDB tunarudi nyumbani, basi tunacheza mchezo wetu wa NBC Championship na ndugu zetu wa Mbeya Kwanza kutoka Mtwara. Kwa hiyo tunawakaribisha basi tuje kucheza mchezo wetu kwa ufundi na maarifa ili tuweze kuburudisha wanalindi, lakini vile vile ni kutafuta matokeo. Kwenye kutafuta matokeo lazima mwe wapinzani wawili ambao kwa watacheza kuleta burudani na vile vile kutafuta matokeo. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi tumejiandaa vizuri kutafuta hizo alama 3 kuweza kuweka mwendelezo mzuri wa matokeo ambayo kwa tunawapata katika ligi ya Championship. Kikubwa ni jinsi gani ya kuweza, kwa sababu ligi yetu sasa hivi haiko live, lakini kuna mahala huwa tunakutana tunaona wanacheza, lakini katika kipindi hiki cha dirisha dogo unawezekana wamebadilika. Kuna maingizo mapya wameingiza na vile vile kuna mwalimu mpya ameingia. Kwa hiyo huwezi jua atakuwa na mbinu gani mpaka hapo, kwa sababu tujawaona, lakini kwa asilimia kubwa watakuwa na vijana wengi ambao kwa wanaweza kucheza vile vile ambavyo kwa tunawajua na kuwatarajia. Kwa hiyo tumejipanga katika hilo kupambana na hali hiyo ya ubora wao na vile vile kufanya makosa ambayo kwa watayafanya basi sisi tuweze kuyatumia. Ugumu lazima utakuwepo. Kucheza na timu ambayo iko juu yako, wao wanaweza kuwa na confidence zaidi au wakawa na pressure zaidi. Tuna nafasi ambayo kwa waliopo ili kuweza kuishikilia, na sisi vile vile tuna hamu ya kuweza kuwafikia wao, kuweza pale kufika walipo. Kwa hiyo ugumu utakuwepo hapo na ushindani mkubwa ili kuweza kutafuta alama 3. Kwa maana gani? Wao wanapokuwa juu lazima waangalie huyu wa chini ndio tunacheza naye tusiwafikie. Kwa hiyo wao watajitahidi sisi tusipate matokeo, lakini sisi tunajitahidi wao wasipate matokeo. Ndio mpira utamu wake unapokuwepo hapa, na watazamaji watapata burudani hiyo ya kuangalia nani anaweza kupata alama za kumvuta shati mwenzie. Mchezaji yote ambaye kesho pengine tunaweza kumkosa katika wale ambao tunashuhudia katika mechi za mwisho. Kukosekana kwa wachezaji ni kawaida, lakini kwa asilimia kubwa wote wako salama, lakini watakosekana kutokana na hitaji la mechi husika. Kwa hiyo lazima watakuwepo 20, wengine watabakia, lakini kiafya wako salama wote. Mwisho kabisa, tupo katika mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Naam. Mechi kesho pengine inaweza ikaathiri mfumo wa kikosi chako kutokana na watu kuwepo kwenye mfungo. Hii ni imani na ibada ya dini ya Kiislamu. Kwa hiyo katika nafasi hiyo kila mtu atabaki na imani yake. Anayeweza kufunga ataweza kufunga, na asiyeweza kufunga basi anaweza kailipia kutokana na Mungu alivyomjalia, kwa sababu huwezi kumlazimisha mtu afungue. Wapo wanaofunga na wanacheza mechi, lakini kama mtu mwingine hawezi basi anaweza kalipia kama dini inavyoruhusu. Ukiwa kwenye safari basi unaweza unaruhusiwa kutofunga na ukaja ukalipia, au ukiwa na shida yote ya maradhi ya afya unawezekana ukaruhusiwa usifunge. Lakini kiutaratibu yule anayeweza kufunga basi atafunga na anaweza kacheza. Sisi haijalishi amefunga, tutaangalia ufanisi wake wakati anafunga na tusaidia nini. Kwa majina anaitwa Emmanuel Solo, ni mchezaji wa Bigman FC. Natambua kuwa kesho tuna mchezo mgumu ambao tunakwenda kucheza na wapinzani wetu ambao wametutangulia kama alama 2 kwenye msimamo. Tumejiandaa vizuri kwa ajili ya kukabiliana nao. Tunatambua kuwa ni bora na sisi pia ni bora kwa upande wetu. Kwa hiyo unapokwenda kukabiliana na timu bora lazima ufanye kitu ambacho kilicho bora. Kwa hiyo sisi tumetoka mazoezini, mwalimu wetu katuelekeza, katufundisha, tunakwenda kukifanya katika mchezo wa kesho ili tuweze kuwafurahisha mashabiki na timu kwa ujumla. Hili jambo sisi kama wachezaji tukikaa huwa tunalizungumza na tunaahidi kwamba tutapambana ili tuweze kupata idadi ya magoli mengi na tuweze kuzuia tusiweze kuruhusu magoli, sababu imekuwa ni kama kasumba kwenye kila mechi au mechi baadhi. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tumekaa tumelizungumza na tutapambana. Tunaahidi kuwa tutapambana kwa jihadi ili tuweze kulitoa hili. Kwanza kabisa nipende kualika mashabiki na wapenzi wa soka wa hapa Lindi, mashabiki wanaopenda timu ya Bigman waje kwa wingi. Sisi tunawaahidi furaha. Tunaamini kuwa furaha yao ni ushindi, na sisi tupo uwanja wa nyumbani. Mechi ya mwisho tumetoka kushinda. Tunawaahidi pia hata hii tutapambana kadri ya uwezo wetu na tutatumia mbinu ambazo tumefundishwa na walimu wetu tuweze kupata ushindi katika mechi ya kesho.
Kwa hiyo mashabiki, wapenzi wa Lindi tunawakaribisha waje kwa wingi waendelee kutusupport. Maana sisi bila wao hatuwezi kuwa. Subscribe kwa kubonyeza kitufe chekundu chini ya video hii na kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila kinachotokea muda wowote hapa Mashujaa TV.